Neno la Mungu na hicho kiungo kifanye kazi. Amen. Kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Mfumo wowote katika mwili wako usiofanya kazi sawa sawa, kuanzia sasa. Yes. Yesu alikuwa akihubiri, neno lilikuwa na uwezo wa kuponya. Asubuhi ya leo, yes, kuna nguvu ya uponyaji. Amen. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Nasema pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunagundua kwamba neno kwa nini linafanya uponyaji? Kwa sababu lina nguvu ya kufanya hata upasuaji. Lina nguvu ya kufanya hata upasuaji. Huwa nawaambia hata madaktari, kuna jambo fulani ukiona limekuwa gumu, unasema hii sasa haiwezekani. Ingia kwenye chumba. Mwache mgonjwa wako. Ingia kwenye chumba. Omba maombi. Muite Mungu alafu urudi tena. Haleluya. Maana kuna mambo mengine unaweza kwenda hospitali akamwambia hili haliwezekani, labda nenda kwenye maombi. Huwa anawaambia madaktari ni muhimu kuwa na Mungu pia. Haleluya. Usijione umekuwa mjanja kwa sababu ulisoma miaka 5 ukapata degree yako ya udaktari ukafikiri ni mjanja sana. Kuna wakati unatakiwa ujifungie mahali, mwambie Mungu, hapa ni mimi na wewe. Haleluya. Ukirudi ukiweka mkono, mgonjwa anaenda nyumbani amepona. Kwa sababu sio magonjwa yote anaponya hospitali. Haleluya. Haleluya. Nasema sio magonjwa yote anaponya hospitali. Kuna mengine anahitaji mkono wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Jambo lolote liloshindikana kwenye maisha yako, kuanzia sasa yupo Mungu aponyaye mahali hapa. Amen. Na lipo neno lake mahali hapa. Amen. Na neno lake ni nguvu iponyajo. Amen. Maana ulituma neno lake uwaponya, yes, uwatoa kwenye maangamizo yao. Asubuhi ya leo, haijalishi ugonjwa gani, yes, haijalishi jina lake. Yes. Lipo jina lipitalo majina yote. Amen. Hilo ni jina la Yesu. Amen. Nalitaja jina la Yesu, yes, kwenye maisha yako. Amen. Nalitaja jina la Yesu, amen, kwenye ugonjwa wako. Amen. Katika jina la Yesu. Maana imeandikwa jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Haijalishi ugonjwa wako. Yes. Lipo jina ambalo ni ngome imara. Amen. Wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Amen. Kuanzia sasa, pokea uponyaji wa kiungu. Amen. Nasema pokea uponyaji wa kiungu. Amen. Hata ulio katika mtandao, yes, na kutangazia uponyaji wa kiungu. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ndani ya neno la Mungu kuna nguvu ya ajabu iponyaji. Kuna nguvu ya ajabu iponyaji. Haleluya. Yesu Kristo wakati fulani akutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa amepindana, lakini alipomtamkia yule mwanamke akainuka, akanyooka. Kwa nini? Kuna nguvu ya upasuaji. Upasuaji hujaanza na madaktari. Upasuaji umeanza na Mungu mwenyewe. Haleluya. Na ndio maana hata wewe siku ukitaka kwenda hospitali usijipeleke tu. Ingia kwenye chumba chako kwanza, omba, alafu ndio unakwenda hospitali. Haleluya. Kwa sababu mponyaji mkuu ni nani? Ni Kristo, ni Mungu mwenyewe. Mponyaji mkuu sio daktari. Daktari hana ujanja. Haleluya. Mjanja ni Kristo, ndio mwenye uwezo wote wa uponyaji. Luka sura 13 sura 11 hadi 13. Somea mama mchungaji. Luka sura ya 13. Yes, 11 hadi 13. 11 hadi 13 inasema, natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Umeona ya kwamba huyu alikuwa hadi amepindana, ameingiwa na pepo, limemfanya mpaka amepindana. Yesu alipomwambia, alipokutana naye Yesu akamponya kwa neno lake, akamponya, na huyo mtu akanyooka. Mifupa ile ilikuwa imepinda ikanyooka kwa neno. Ndio maana tunasema ndani ya neno kuna nguvu ya ajabu ya uponyaji ambayo inaweza kufanya hata upasuaji, ikanyoosha hata kitu kichokuwa kimepinda katika mwili. Hata kama ni mfupa unanyooka, kwa sababu kuna nguvu ya uponyaji. Lakini sio nguvu ya kawaida, ni nguvu ambayo inaweza kufanya hata upasuaji katika mwili wa mtu. Ndio maana Waebrania 4:12, neno la Mungu tena lina nguvu ya kugawanya nafsi, mwili na roho. Lina nguvu ya kugawanya. Haleluya. Inaweza kugawanya nafsi, mwili na roho. Neno lina nguvu hiyo. Mithali sura 4
mstari wa 20 mpaka 22. Mithali 4 mstari wa 20 mpaka 22. 20 hadi 22, Biblia inasema, mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatayo, na afya ya mwili wao wote. Kwa hiyo neno ni pamoja na afya. Ukiona neno unayo afya, una uhakika wa afya ya kiungu. Sema kila apataye hilo neno, kila apataye kusikia maneno hayo, kila apataye kuyafuatilia maneno hayo, anayo afya ndani yake. Kwa sisi tukiwa katika Kristo, tukiwa ndani ya neno, hatuugui tena. Hatuna sababu ya kuugua, sababu tunalo neno, na ndani ya neno ukilipata umepata afya. Haleluya. Amen. Asubuhi leo kuna mtu amepata afya. Amen. Kwa hiyo usiugue tena katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo magonjwa yamekoma kabisa katika jina la Yesu. Amen. Uwe na afya njema katika jina la Yesu. Amen. Afya yako iwe tele katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanaelewa? Namba 2, nini kimo katika neno kinakufanya wewe uangaze na kuangaza dunia? Haleluya. Amen. Ndani ya neno kuna hatima. Ndani ya neno kuna hatima. Ndani ya neno la Mungu kuna hatima. Namba 2, ndani ya neno la Mungu kuna hatima. Kama vile ambavyo samaki hana hatima akitoka nje ya maji, ndivyo ilivyo mwanadamu hana hatima nje ya neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndiye Mungu. Mwanadamu hana hatima nje ya neno. Kama ambavyo samaki hana hatima akitoka katika maji, mwanadamu pia hana hatima akitoka nje ya neno. Utaona ya kwamba kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka ule wa 11 ni habari za Yesu alipochukuliwa na Roho akaenda katika mfungo wa siku 40, alafu baadaye akajaribiwa na Ibilisi. Na kila jaribu, kila mtego ambaye adui alileta aliutegua kwa neno. Haleluya. Nje ya neno hatima yake ilikuwa imeisha, lakini kwa sababu ya neno, kila alichomwambia anasema imeandikwa. Kila alichomwambia imeandikwa. Alibaki pale kwenye neno, imeandikwa. Geuza mawe yawe mkate, imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate, bali ataishi kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Haleluya. Kwa kila mtego aliyoletewa aliuchomoa kwa neno. Kwa hatima yako iko katika neno. Ndio maana unahitaji kuishi katika neno. Kitoka nje ya neno, ikiwa hauishi katika neno, maana yake hauna hatima. Uko nje ya hatima, sababu mpango wa Mungu uko katika neno lake. Mpango wa Mungu juu ya maisha yako uko katika neno lake yeye. Kila mjaribu alipomjaribu, geuza, fanya hivi, jitupe chini, utaokolewa na malaika. Akasema usimjaribu, imeandikwa, usimjaribu Mungu Bwana Mungu wako. Kwa kila kitu, kila mtego, changamoto nyingi tunazopitia ni kwa sababu ya uchache wa neno. Haleluya. Kwa sababu mwanadamu amekusudiwa hatima yake kuwa katika neno la Mungu. Hatima yake iko ndani ya neno. Kila jibu unalolihitaji kwenye maisha yako liko ndani ya neno. Hakuna jibu geni. Hakuna jambo geni ambalo utapitia wewe leo, halipo geni. Na ndio maana Sulemani akifika mahali akasema mambo yote chini ya jua ni kujirisha upepo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna geni. Chini ya jua hakuna geni. Nataka nikwambie unachokupitia sio kigeni, na majibu yake yamo. Haleluya. Amen. Ni kama Yesu aligundua mahali pa kukani kwenye neno. Kwa kila alicholetewa akasema ninakumbuka, imeandikwa. Haleluya. Tatizo lako wewe, mara nyingi kuna mambo unayapitia ujui imeandikwaje. Majibu yapo katika neno, lakini ujui imeandikwaje. Kwa unayapitia kwa sababu hujui ilivyoandikwa. Yesu alijua ilivyoandikwa. Kila mtego alioletewa alijua ilivyoandikwa. Haleluya. Amen. Mmesikia binti yangu pale alipokuwa anapitia changamoto kazini, akajua kumuhusisha Roho Mtakatifu. Alafu akawa anashukuru. Kuna siri ya shukrani, siri ya ushindi kwenye shukrani. Haleluya. Akajikuta ameshinda vita kupitia siri ya shukrani. Haleluya. Kwa hiyo kile unachokipitia lazima ujue imeandikwaje, na majibu yapo. Changamoto zote za mwanadamu
Ni kwa sababu hawajui ilivyoandikwa.